Na kabla haujafa haujaumbika, na kabla haujaumbika hujafa. Tumia muda kama mada ya kufanikisha shughuli zako kwa ufanisi ufaafu. Fufua yote bila kuyafia, na yatoa kwa kaa bila nyie kukaa. Najua hamtanikataa, kwani mie ndiye taa. Namulika kila kona na hamna wa kugoma. Ni dakika 2 baada ya saa 9 saa ni za Afrika Mashariki. Tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka 2026. Hujambo na karibu katika darubini yetu, ambapo sauti hukutana na simulizi na mawazo hubadilika na kugusa maisha. Kaa kitako sebuleni mwako ni kujuze kwa kina, na hiki ni kitovu cha habari za kuaminika, maabara ya uchanganuzi wa masuala mbalimbali katika sekta mbalimbali nchini. Jiunge nami Akinyidina kuanzia mwanzo hadi mwisho ndani ya runinga ya Alberto Mtakatifu. Tuanze na vidokezo. Uzinduzi rasmi kudurusu kwa watahiniwa shughuli za ziada za mtaala mpya wa umilisi na utendaji. Matokeo ya mjarabu wa jimbo Katoliki la Homa Bay almaarufu Kaspa. Usibanduke ulipo, badala yake andamana nasi hadi tamati. Uzinduzi rasmi kudurusu kwa watahiniwa. Mwanahabari wetu Zimomasi ana mengi. Ni siku maalum na tena spesheli kwa watahiniwa wa Mtakatifu Alberto Ulanda, kwa kuwa ni siku ya uzinduzi rasmi wa kudurusu kwa mabenati hawa kwa ajili ya mitihani ya kitaifa ambao watakabiliana nao kuanzia mwezi wa Novemba. Hafla hii ni ya uzinduzi ili waweze kutimiza alama ya 9.0 na zaidi baada ya miaka 4 ya kuzitumia masomoni. Je, mwenzangu, tupe maelezo kuhusu Kaspa. Askofu Mikaeli Odiwa wa jimbo kuu la Homa Bay akisaidiwa na baba gombea Padri Gabrieli na katibu katika wizara ya elimu Padri Tobias waliongoza hafla ya kusoma matokeo rasmi ya mitihani mnamo tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika shule ya Mtakatifu Yohane Rakwaro Ulanda, wakiongozwa na mkuu wa shule Bi Funera Buyengu. Wanagenzi hawa waliweza kuibuka washindi katika masomo mbalimbali kama vile la historia, la dini, biolojia, kemia na mengineyo. Shughuli za ziada za mtaala wa umilisi na utendaji. Mwanahabari wetu Zimomasi anatuarifu mengi. Tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 2026, walimu kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya kaunti ya Migori walifika humu shuleni kwa wingi kujifunza mengi kuhusu mtaala wa umilisi na utendaji, kama vile njia ya ufunzaji, namna kutahini na hatua ya kufanya kazi mradi, chini ya kauli mbiu nafasi ya mtaala mpya wa umilisi katika kuimarisha maarifa miongoni mwa wanafunzi. Katika tamasha la muziki, wanafunzi wetu walifanya vyema na hata kuibuka washindi katika mchezo wa kunengua viuno almaarufu Scottish, na hata mshairi wa kugani katika lugha ya Kimombo. Hivyo tuwatakia mema wanapojiandaa kuwasilisha mkoa wa Nyanza katika tamasha za kitaifa litakalofanyika katika chuo kikuu cha Kibabi. Najishaua kwani nimewalisha yalishe, sitawaliza kwani sina lizi ya hapa. Najisifu nitizame mwaya, ebuo najisimu, tujiheshimu, tujielimishe, tujiinui. Hatua kwa madaha, naondoka. Nikiripotia shule ya Mtakatifu Alberto niite Masizimo. Mie wenu Dina, nina ujuzi wa mjusi wa kuwajuza ya juu kuliko juzi. Nimeweka juya wa kumnasa junta hata kiwa Jupita. Yamo yanaeleweka, yasome kwenye juzuu. Nikiripotia runinga ya Alberto Mtakatifu, ni mie wenu Akinyidina. Asante. Wapi makofi jameni. Can you appreciate them again? Makofi kwao. Thank you. Sana. Hawa ni kidato cha grade 10. Grade 10 ni aje kwa Kiswahili? These are grade 10s. And we love Jesus for that. There are more coming. Yes, you love that. Thank you, my parent. That is from Green. Achola. We are here. Asante sana mama.